Maafisa wa Iraq wamesema kuwa majeshi ya Marekani yameondoka kikamilifu katika kambi ya anga iliyopo magharibi mwa Iraq, hatua iliyotekelezwa kwa mujibu wa makubaliano kati ya serikali ya Iraq na Marekani. Marekani na Iraq zilifikia makubaliano mwaka 2024 ya kupunguza na hatimaye kusitisha operesheni za muungano unaoongozwa na Marekani dhidi ya kundi la kigaidi la ISIS nchini Iraq ifikapo Septemba 2025. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, majeshi ya Marekani yalianza kuondoka katika kambi walizokuwa wakizitumia. Hata hivyo, kikosi kidogo cha washauri wa kijeshi na wafanyakazi wa kiufundi wa Marekani waliendelea kubaki kwa muda. Waziri Mkuu wa Iraq, Mohammed Shia al-Sudan, alisema mwezi Oktoba kuwa makubaliano ya awali yalitaka majeshi yote ya Marekani yaondoke katika kambi ya Ain al-Assad kufikia Septemba. Lakini hali iliyoibuka nchini Syria ililazimu kubaki kwa kikosi kidogo cha washauri na walinzi kati ya watu 250 hadi 350. Jeshi la Iraq lilisema kuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Iraq, Luteni Jenerali Abdul Amir Rashid Yarla, alisimamia ugawaji wa majukumu kwa vitengo mbalimbali vya jeshi katika kambi hiyo siku ya Jumamosi, baada ya majeshi ya Marekani kuondoka na jeshi la Iraq kuchukua udhibiti kamili wa kambi hiyo. Katika taarifa hiyo, Yarla aliagiza mamlaka husika kuimarisha juhudi, kuongeza ushirikiano wa pamoja na uratibu kati ya vitengo vyote vilivyopo kambini, pamoja na kutumia kikamilifu uwezo na umuhimu wa kimkakati wa kambi hiyo. Afisa mmoja wa Wizara ya Ulinzi ya Iraq, ambaye hakutaka kutajwa jina kwa sababu hakuwa na ruhusa ya kuzungumza hadharani, alithibitisha kuwa wanajeshi wote wa Marekani wameondoka kambini humo na wameondoa vifaa vyote vya Marekani. Kwa sasa majeshi ya Marekani yameendelea kubaki katika eneo la Wakurdi kaskazini mwa Iraq na nchini Syria jirani. Kuondoka kwa majeshi ya Marekani kunatarajiwa kuimarisha msimamo wa serikali ya Iraq katika mazungumzo kuhusu kuondoa silaha za makundi ya kijeshi yasiyo ya serikali, ambayo baadhi yao yamekuwa yakitumia uwepo wa majeshi ya Marekani kama kisingizio cha kuendelea kubeba silaha. Waziri Mkuu al-Sudan alisema katika mahojiano ya Julai na shirika la habari la AP kuwa mara baada ya muungano wa kijeshi kuondoka kikamilifu, hakutakuwa na haja wala sababu yoyote kwa kundi lolote kubeba silaha nje ya mamlaka ya serikali. Hatua za wanajeshi wa Marekani kuondoka kabisa katika kambi ya anga nchini Iraq inaashiria utulivu ambao unaweza kutokea baada ya kupambana na ISIS kwa muda mrefu na kuweza kumaliza kabisa ugaidi katika taifa la Iraq. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi usisahau kujiunga nasi wakati mwingine tena kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.